Voilà, mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette émission. Mon nom c'est René Soumaïli, votre humble serviteur. Aujourd'hui, nous sommes encore là pour le compte de votre émission en direct de Boston. Et je ne suis pas seul, je suis avec mes invités et qui vont se présenter très bientôt là. Vous allez les découvrir. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent. Nous vous disons grand merci et continuez toujours à nous suivre puisque ça c'est une émission qui concerne tout le monde. C'est tout le monde s'il vous plaît, ceci vous concerne. Donc, je vais juste vous inviter à vous abonner sur notre chaîne YouTube et cela, ça nous fera plaisir. Juste Yaour Image, abonnez-vous sur Yaour Image et cela nous fera vraiment du bien. Je vous signale que derrière les images, c'est votre camérawoman comme d'habitude, Denise Dor. Et en tout cas, c'est une personne qui fait très bien son boulot. Maintenant, pour ne pas moisibender le temps, voilà, puisqu'il est déjà tard, je vais faire entrer mes invités et vous allez devoir les découvrir. Voilà, donc, comme vous les voyez, mes invités sont là. Voilà, approchez. Donc, vous allez voir mes invités du jour avec qui nous allons nous entretenir. Ce sont les invités que vous connaissez très bien. Bonjour monsieur. Comment vous allez? Au rythme du pays. Très bien, merci beaucoup. Voilà, vous allez connaître son nom après. Okay. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'autre invité est là. Voilà, il est un peu occupé puisque c'est un homme d'État. On l'appelle, il va devoir se présenter. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment tu vas? Très bien. Tu connais, je ne peux pas beaucoup parler parce que les autres disent que quel que soit de la beauté de la mer, résistera toujours des esclaves de la bouche. Voilà, merci beaucoup. Ça, vous allez les découvrir après. Je n'aime pas utiliser français, j'aime parler honré lingala. Merci beaucoup. Anglais, parce que je suis congolais, je peux utiliser anglais. Voilà. Lingala. Merci beaucoup. Yeah. Ça, c'est une émission, donc vous pouvez parler. Nous focalisons surtout les Kiswahili. Pour les gens qui parlent très bien les Kiswahili, en tout cas, vous allez vraiment vivre l'ambiance dans cette émission. Hein? Vous allez vraiment vivre l'ambiance dans cette émission puisque nous parlons souvent les Kiswahili. Les Kiswahili du Kivu. Voilà. Donc, je vais demander à mes invités de se présenter et puis vous allez devoir les découvrir. Messieurs, vous pouvez dire à nos internautes votre nom, qui êtes-vous et d'où vous venez? Moi, je m'appelle Michel Lumumba, Saliboko, le fils aîné biologique de notre héros national Emery Patrice Lumumba. Je viens de Boston. Merci beaucoup. Comme vous l'avez bien entendu, lui c'est Michel Lumumba, le fils aîné et biologique de héros national Patrice Emery Lumumba. Merci beaucoup et bienvenue. Merci en tout cas. Voilà. Et je vais aller de ce côté pour Idrissa. Voilà, vous pouvez aussi dire à nos téléspectateurs, nos internautes, votre nom, qui êtes-vous? Dans n'importe quelle langue. Hein? Si c'est le lingala, parlez le lingala. Si c'est l'anglais, parlez l'anglais, les Kiswahili et consorts. Vous pouvez regarder la caméra et puis dire aux gens qui vous êtes et qui êtes-vous. Je suis Idriss Keki. Oui. Naza Mwanaya, Nzele Bemoleka. Oui. Nzele Bemoleka, Zaragi Vieo, Yazo contrôlé pour Yamatadi. Voilà. Yeah. Voilà. Donc nous avons affaire à Idrissa Kiki. C'est ça son nom. Maintenant, pour ne pas vraiment bousiller le temps, je vais entrer maintenant dans le vif de notre émission de ce soir. Mais je ne peux pas retenir mes invités debout ici. Nous allons nous asseoir et puis nous allons discuter. On peut s'asseoir maintenant pour commencer à causer. Voilà. Comme je vous l'avais déjà dit, que je suis ici, mon nom c'est René Soumaïli.
je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis avec mes invités que vous connaissez déjà. Lui, c'est... Bon, à ma gauche, je dirais, je suis avec Michel Lumumba, le fils aîné de Patrice Emery Lumumba. Et à ma droite, je suis avec Idrissa Kiki. Il est vraiment connu. Il va devoir s'exprimer dans cette émission. Voilà, Papa Lumumba. Comme je vous l'avais dit déjà que cette émission sera vraiment swahilisée, puisque, bon, on a trouvé que bon, le Congo, c'est un grand pays. Nous avons 4 langues nationales. Entre autres, nous avons le Lingala, le Kiswahili, le Chiluba et le Kikongo. Maintenant, ensemble avec mes invités, chacun doit devoir s'exprimer dans la langue qu'il connaît très bien, qu'il comprend. Si c'est le Lingala, vous êtes le bienvenu. Le Swahili, ça va. Chiluba, bien. Kikongo, Tokindi. Donc, c'est un problème. On a Bandekoyo, Balandaka, Kiswahili. Voilà. Première question. Papa Lumumba. Il n'y a pas longtemps, tu les fais une émission puisque c'est la deuxième fois que je vais recevoir une émission. Na ile émission ilikuwa ni donc okoloba oyo olingi donc okoloba olingi donc ça va. OK. Bien sûr. OK, yangwana nazo distribuer. Merci wana. Siko Papa Lumumba. Yeah. Na émission yetu tulipitaka, tulifanyaka mbele. Kulikuwa ma reaction ya watu. Kulikuwa maswali. Denye watu waliuliza. En passage sali Nyota Bahaya à partir ya Boise. Kule États-Unis. Nyota Bahaya anauliza swali. Nasoma kisa naandika. Ule ni mtoto wa Lumumba wa Bongo. Alijuiaka wapi Kiswahili ya vile? Voilà. Yeye ni swali yako yenye Nyota Bahaya da Etoile a partir ya Boise, Idaho. Ndio anauliza swali. So sikia jibu kutoka kwa Michel Lumumba. Unasema nini juu ya hiyo? Sasa kukosa kujua ni huruma sana. Ndio. Cho kitu baba yangu alisemaka hivi, banamuuliza kugana ku 58. Monsieur Lumumba, quel niveau a-t-il monsieur? Oui. On a répondu bétitia, mes chers collègues, mes chers camarades, l'université était conçue pour les gens qui ne sont pas intelligents. Oui. Ndio bitu anatafuta kusema pale. Wakati wa mkongomani. Mwe sio mkongomani. Oui. Sasa nasema alijua Swahili wapi? Mimi mtoto wa kwanza Lumumba, mwenye alifuata Juliana Lumumba. Si bauri tuzalika 1955 Kisangani, ilikuwa Stanleyville. Tuwe tuzala kule. Sasa hatu ya Swahili. Mzuri sana. Mama yangu balikutana na baba Lumumba anatoka kwabo. Kindu anafika Kisangani. Alisoba kwa Swahili. Mama yangu yuko sawa Swahili, Maria kwa Mkongo. Mama Polindo Pango yuko sawa Swahili. Na Juliana sawa Swahili, sasa kutoka sawa Swahili na kwa hatu za Lumumba. OK. Nyota Bahaya, tu as compris. Umesikia swali ama jibu yako kwa kutoka kwa Papa Michel Lumumba. Anakuambia ulisikia sasa tena endelea. Swali ya pili. Hapa tuko na Milondo Kamango Dani. Milondo Kamango Dani. Yeye anasema hivi. C'est en français. C'est un faux fils de Lumumba car les Batete là ne parlent jamais les Swahili. Qu'est-ce que vous dites? C'est un problème trop compliqué. Ouais. Puisque Lumumba parlait Swahili, parlait anglais, parlait français. Chiluba. Et Chiluba et le Kitetela. Oui. Voilà. C'est la dialectique. Oui. En étant véritablement congolais, quelqu'un qui ne parle pas Swahili, il n'est pas congolais. Voilà. Même Lingala. Je suis, même Lingala, à l'époque, quand on parle Lingala, c'était pour les militaires. Tu vois, le Swahili, c'est autre chose. Le Lingala, ce n'est pas. Moi, je suis né à Kisangani, grandi à Kisangani. Quelle langue on parle à Kisangani? Le Swahili. Voilà. Merci beaucoup. J'avais des passages même à Lubumbashi. À Lubumbashi, on parle de Swahili. Wow. Dans la session katangaise qu'on a quitté Katanga. Milondo Dani. Umesikia? Tu as compris quand même, hein?
la réponse venant de disons Michel Lumumba. Une autre question, c'est une intervention. Il s'appelle Fidèle Debris, à partir du Canada. Lui, il dit ceci. Patrice Lumumba était marié et père d'au moins 6 enfants avec Pauline Opanga Lumumba. Née en 1937, morte le 23 décembre 2014. Elle est la mère des 6 enfants de Patrice Lumumba et ne s'est jamais mariée après la mort de celui-ci, le 17 janvier 1961. Il y a donc François, Patrice Junior, Juliana, Roland, Christian, décédé en 1960 aigu. Hapa ni intervention hata kukwambia juu ya familia ya Lumumba. Utajibia Debris Fidèle nini? Iko na kufuata kwa Canada. C'est-à-dire, il va anasikia Swahili. Oui, il parle Swahili. Tu peux même dans n'importe quelle langue. C'est-à-dire, nous les enfants de Lumumba, oui. Nous sommes 16. Oui. 4 fils adoptifs et 12 biologiques avec 10 mamans. Oui. Les 4 adoptifs, c'est donc l'oncle partenaire Louis Lumumba, papa l'a adopté comme son premier fils. Oui. Deuxième adoptif, Léonie, fille bourgmestre de Kasavubu, la grande sœur de François Lumumba. Oui. Et le troisième adoptif, c'est François Lumumba, oui. Pas le fils de Lumumba. Oui. Le 4e adoptif, c'est Patrice, on cite là, n'est pas le fils de Lumumba. Oui. Après moi, c'est Juliana, Roland. Le dernier, c'est Guy Lumumba. Il était candidat présidentiel en 2006. Oui. Samuel Okeles, d'Exangane. Oui. C'est la femme dont Lumumba, mon père, devait marier officiellement. Oui. C'est pas Pauline Opango. On les a mariés au village. Par leurs parents, on l'a envoyé à Kisangani avec Patrice. Il avait 3 mois. Oui. Il n'est pas le fils de Lumumba. Oui. Fidèle, tu as compris la réponse de Michel Lumumba. Donc, François Lumumba que tu cites ici, il n'est pas le fils biologique de Lumumba. C'est un fils adoptif. Mais selon le gouvernement, selon l'histoire, il est reconnu comme fils aîné de Lumumba. Mais ce n'est pas comme ça. Voilà, il est là. Si vous avez des questions, vous pouvez donner votre numéro de téléphone si vous en avez, puisqu'il y a des gens qui veulent vraiment connaître l'histoire du Congo et puis l'histoire de Lumumba. Mon numéro c'est 857 oui. 247 21 86. Vous avez compris, si vous avez des questions, appelez directement Michel Lumumba, il va répondre à toutes vos préoccupations. Merci beaucoup. C'est-à-dire, le petit frère de François Lumumba, qui est mon petit frère, Paul-Henri, il est en France. Oui. Il n'est pas connu. C'est-à-dire, le faux devient le vrai et le vrai devient le faux. Voilà. Le problème. Ça, c'est la politique. Comprenez que, bon, tu n'as pas tout vu. Hein? So, en tout cas, merci beaucoup. Je ne suis pas politicien. Merci beaucoup à tout le monde qui nous regarde à ce moment. Nous disons en tout cas grand merci à vous. Et en passage, je salue Patron Yemery. Patron Yemery ni mtu wetu wa karibu sana, mwenye atufuatilia sana. Na anakuwa na comment sana mwenye vitu hivi, anamwambia aseme no, this is bien grave. Voilà. Donc Patron Yemery, Bambote a trop na Mama Bertha kitoko makasi. Sasa je vais poser quelques questions à celui qu'on appelle Idrissa Kiki. Idrissa Kiki. Bonjour. Bonjour. Tu peux regarder les gens qui vous suivent, hein? Puisqu'il y a des gens qui vous suivent online, hein? Qui vous regardent là-bas. Je suis là. Donc tu causes avec les gens là-bas. Puisqu'il y a des questions que tu dois répondre. Hein? Quelles questions? Je vais poser des questions, tu vas répondre. Sois calme, sois posé, donc na lire bien, on va comprendre, hein? Na lire bien. Voilà, hein? Sois calme, causé, mais utafezi kule. Ndio biko nakusema, biko nakupata kule. Mimi usiniangalie sana. Mimi tu utanisikiliza lakini swali utajibia pale kule. Ndio wenyewe wanataka wakusikilize. Sasa Bwana Kiki. Wewe ni Mkongomani, si ndio? Mimi ni Mkongomani na Kitambai naye ni uma sana, ni kwa sababu mimi si Mswahili. Kiswahili nimekuja julia hapa kwa nyi Waswahili tunaongea Kiswahili. Ndio. Mimi lugha yangu ni Francais na Lingala peke yake. So uko na Kingwande au unaongea Kingwaka au Kingwaka Mabwe. So
hatutaki kuendelea kwenye hizo mastori zote, sababu au wasikilizaji kama wanatusikiliza kama ni nini, hatujui kama wako huko kote. Ila sisi tunataka tuendelee na hizi maswali zenye zimeprepariwa. Unaona? So ni lugha yenye ambayo utakaye niuliza, hiyo ndio lugha nitakaye kujibu. Sawa. Yeah. Na mimi prefer tume Kiswahili juu bandugu ya mingi watufuata hapa ni Baswahili. Okay. Ni Baswahili. Tungi Kiswahili. Ukitaka kusema sema Lingala utasema tu haina problem. Puisque tuko Mkongo, Kongo ni kubwa. Il faut message nafikia mpaka mtu wa ku village kule. Village ni gani? Village d'origine yako. Matadi. Matadi, Kishimbi. Kishimbi ndio village d'origine yako. Natoka Kishimbi, Matadi. Voilà. Yeah. So, wewe kama vile Mkongomani, utuexplique kidogo puisque ni sujet yenye kwa la une juu ya affaire Banyamulenge. Affaire Banyamulenge. Hizo ndo vitu zinaniua kabisa, sitaki sikia hizo mastori. Hawa kwanza ndo wamefanya nchi yetu haribike hivi. Unaona? Hizo ndo ni kwa sababu kuna kitu inaitwa United High Commissioner for Refugee au United Nations. If we try say about those tribal stuff, they're gonna investigate us too much. But hao ndo watu wametuanzia. Sawa, lakini yenyewe unajua kuhusiana na ile mo Banyamulenge ni nini? Explique tujue juu kusaba ile kitu yenyewe iko nasumbua watu sana ni ile hii tribu ya Banyamulenge iko nasumbua watu wengi hawaikubali, watu wengi wanaikubali. Sasa hatujui ukweli uko wapi. Wewe atake Mkongomani wa Matadi. Eske ile jina uko nisikiaka? Ngoja mimi niseme hivi kwa uelewa wangu. Yeah. Nakumbuka hizo vitu zingine niko nazo hata kwenye TV, tulikuwa tumetry hata kuwatch vitu zingine, sikumbuki miaka. Mimi ni mtoto mdogo. Nimezaliwa 1986. So hata kwenda kwangu kwa shule wakati vita zimeingia hizo 96, think about it, how old I was. Sikusoma hata vizuri, sikupata hata chance kwenda kwa shule vizuri. Nisome nielewe nchi yetu Kongo ilivyokuwa imekaa vile, na wale wali majirani zetu wametuzunguka, unaona. Lakini walikuwa na shida zao. Zimeanzia makitambo sana. Vita ikawaswaga wakakimbia kuanzia 1946 mpaka 1950. Hiyo wakati nadhani wewe hujakuwa, ndo wakati labda baba yako amezaliwa. Unaona? Ma 1950. Na kukakuwa marefugee wanatoka hiyo country inaitwa Rwanda na Maburundi huko wanakimbia, wanakuja. Sisi Wakongomani, sisi roho yetu Mungu ametuumba tukiwa matajiri. Tumezaliwa kwanza, ona tuko na utajiri gani nchi nzima? Hakuna kwenye ulimwengu mzima utakapotembea uone diamond ama or ama tourmaline, green, sapphire, whatever those material we have. We have a ruby, we have even those. Sawa, bwana Kiki. Hizo vitu zote ziko huko kwetu. Sawa. Na ndo sikia kwanza nikwambie. Wivu imeanzia kwa utajiri sisi tuko nao. Na Mkongomani ni mtu mpore sana. Ni mkarimu. Unasikia? Tuko na ile roho ya upendo. Tukiona mtu anasufiri kwa street, tunaokota tunaweka hata kwa nyumba. Tunaponya akaya aishi. So usifikiri hebu kuna history fulani da kushow kitabu fulani, hiyo history imesababisha Kadafi auawe. Ni hiyo story ya Kongo. Kongo ilitakiwa ijengwe United States of Africa, lakini wakatuskuru kwa sababu wanajua ni nini gani wanafanya. Unaona? Wanajua ni nini wanafanya. Kwa sababu kwanza walianzia hiyo wakati ya baba yake na huyo kijana. Before ya baba yake kuna video yenye nitakushow. Unaona? Before baanze kuja banatuwekea mamipaka. Baseme wewe kai site, wewe kai site. Walikuwa wameishajua. Unaona? Hizo mavitu zote niko na documentary yangu ndakushow tukifika nyumbani kwenye library yangu. Hapa tukienda ofisini kila kitu ndakuonyesha. Unaona? So niko surprised kwa sababu hizi maswali mmechukua
Mimi kama mtoto mdogo siwezi ongea kitu, isipokuwa wazee kama hawa ndo wanajua kwa nini wameingiza hiyo tribe ya Wanyamulenge. Wale ni watu wamekimbia kutoka 1940, 1946, 1950 mpaka 1956 mpaka kukaja sasa wengine wamekuja ku effect country. Ni wale wamekimbia 1994, wameacha wamechinjana mapanga na hizo zimekuja kushikwa. Kuna kitabu fulani, niko na rafiki yangu ni askari, unaona alikuwa ni askari hiyo wakati. Kuna kitabu imeshikwa inaitwa Union Tusland, ilikuwa na plot kumbe zile mavita wamekimbia 1940 whatever zilikuwa ni kama kupandikiza magroup zikae huko Kongo, baada ya kuona wakongomani ile upendo yetu hawanaga, hakuna country nyingine ukitembea dunia nzima utaiona, wakatuita wajinga, wapumbavu, unaona. Na sisi wapumbavu ni roho njema, ni wema wetu, unaona. Ndio kwenye ubaya wote umeanzia, wakaona watu wamesinzia, tuanze kuwashukuru kwa hiyo njia. Okay, Mese Kiki, kumusika kidogo tutakuya vitu mambo na matoneza mzuri. Hiyo kabila yenye nataka kusema ya Kinyamulenge whatever ni mpaka twende kwenye library yangu, nina makataba sawa, kila kitu ndakushow pamoja na mzee. Tutadeveloper hii emission pamoja na Kiki. Ngoja kidogo Kiki, merci beaucoup kwa intervention ya kupisikia, unasema vitu moja lazima yenye iko inaeveiller population. Batu wengine wenyewe kwa bayue a partir ya Kiki Idrissa, sasa hizi mko mna comprendre donc ma réalité zingine zenye peut-être mko mnajua. So garder ile c'est quelque chose de très important, tu dois débattre de long et à large, tu vas donner mpaka utafika mpaka ku library yako uoneshe watu de quoi tu es capable. Merci beaucoup. So bila kukata kauli, nataka huyu vie kwa sababu ni mara ya kwanza tumekutana leo ndo tumekutana. Nilikuwa kwenye business zangu, naona bado watu wangali wananikori wananitext, ila nimeamua kuturn off cell phone kwa sababu nataka tusikie ni nini. Sisi wote ni Wakongole, unasikia? So huyu vie nataka kwanza nionane naye siku nyingine tuweze kuongea moa, tujue ni nini gani naendelea, unaona? Sawa. Okay Kiki. Mzee kwa hapa, anytime utampata, nimero ya telefone zishashe ipana, utachukua. Donc pigia simu, mkutanane, muongee, c'est tout à fait très bien. Ça va. So, tuko hapa na Vie Lumumba. Michel Lumumba. Yenye tunataka tujadiliane kidogo kuhusiana na gouvernement ya Congo. Aïe, nakumbuka Didi Dipumba, à l'actualité à la une. Njo anafanya vitu ya hivyo. So, gouvernement imetoka. Tumesoma, niko na liste hapa ya ministre. Na tumeona vraiment jinsi majina yote ya zamani tulikuwa nasikia mpolitike haikukuwa ya mingi, hakuna. Mais kitu tu moya yenye inashangaza watu, na watu ko surpris mpaka wanachukia kitu na gouvernement mzima. Ni jina tu hii moya. Na ile jina ni ya Azarias Ruberwa. Tena wanampatia ministère gani? Décentralisation. Décentralisation ni, are you kidding me? Fasi vraiment très stratégique. So tulitaka tujue mawazo ya Papa Michel Lumumba kuhusiana na ile vitu. Papa, sasa ulisikia vile reaction kulikuwa kaya ama ulifikia vitu ile vitu haya? Hapana, ile ministere haikuanza leo kwa unaona wakati wa Saint-Sylvestre. Église catholique fa Saint-Sylvestre. Le Saint-Sylvestre inamchakula mena premier ministre Sylvestre Lukamba. Doit concrétiser Saint-Sylvestre. Maintenant Azarias Ruberwa akuwa la president de Suba kuanja hii leo. Tokea zamani après PS4 anakatu le poste Rebek yenjo alicréer quel ministère. Maki kukuaka. Ali créer peki. Avec quel but? Njoko tuone pale. Pourquoi ile décentralisation bali créer na bani endelesha? Tena mtu tu moya. Depuis ilianza mpaka saa hizi ni mtu tu moya ndio mwenyewe iko nafanya nini? Anakuwaka kwa ile kiti. Pourquoi? Décentralisation. Naweza inaangalia mambo yote ya Kongo kuba gouverneur.
siasa yote. Oui. Chef coutumier ndio naangalia. Mais curieusement vile nani huyu Nyarugabo, Moise Nyarugabo. Ye environnement. Una environnement nini? Hiyo space sahihi, mapori, manyumba, mamiti yote, maparke ndio yake. Sasa unafasi ba Agaragara. Sasa kwa bakavuyo, abaye bakati ya gouvernement. Hizo ndo makavuyo zote zinaingia. Unacheza tu kia kuna tu tapi rouge. Kwanza ngoja mimi niwaulize swali moja. Niulize swali moja. Donc hizo majina kwanza zenye mnasema kama uonyesha kwenye dictionary ya jina za Kikongomani, hizo jina zinatokea wapi? Mpaka zinapewa maministeri kama hizo ziongozi zinapewa na nani? Donc c'est très important. Hatutaki kuongozwa sisi. Voilà. Kwa sababu ya siasa zao. Sisi nataka tuamuke. Wakongomani natakiwa tuamuke. Très chers internautes, nous continuons avec notre émission. Vous comprenez que ça fait chaud. Tusimame kwa sauti yetu sisi wenyewe. Je vous rappelle roho ya huruma tunakuaga nayo. Unasikia? Ile roho ya huruma tunakuwa nayo. Wasituone ni ujinga. Tusimame kwa hiyo roho sasa, tuigeuze face B. Ikuwe sura mbaya. Sasa okay, tusimamie tujitetee. Au akina Moise Nyarugabo mawarevu. Ukienda kwenye dictionary ya jina za Kikongomani hizo jina hazipo. Ndio hizo majina niko nawaambia wamekimbia huko kwao penye wanakimbia wanajuana huko. Na wanatakiwa wachesiwe warudi huko. Okay, sawa. Kiki, umesema kitu moja hapa ya lazima sana. Unasema semeno lazima tufanye face P. Manake isi bana hapa Kongomani ni kama watu wenyewe sura A. Sasa tuigeuzi kwe sura B. Sasa ile B ndio explique watu tufanye nini? So hiyo sura B yenye nataka kusema. Sio eti ukisikia hata upepo unapuliza ukimbie wakati hujaona mvua imenyesha. Nyeshewa na urowane. Mpaka uhakikishe umejenga kwanza ile kitu ya kujikinga. Hauna pa kukimbia kwenda. Uona kwenye tuko tunakimbia tunaenda. Wengi tumekimbia tunakuja hapa Amerika. Tukiwa tunasikia kwenye internet Amerika, Ulaya, nini. Ndo kwenye kuko ile kitu inaitwa Human Rights Watch. Unajua Human Rights Watch? Hata ukifanya kosa utashughulikiwa. Lakini hata hapa haipo. Ile ni brangeti banatutiaga. Wanatukimbiza huko kwetu, wanatukimbizia, wanatuleta huku, babaki wanatuiba. Voilà. Uona hizi matelefone, makamera, manini vyote. Hizi zote ni mali ziko zinatoka huko kwetu. Voilà. Unaona? Wanatutia intimidation, unakimbia, unaacha diama. Na wakati hiyo diama ukiichukua unampa mzungu, unamwambia nijengee kwanza. Kongo ni pori kubwa. Ndiyo Kongo hapa wanatuita tunaishi kwa jango. Jango ni kama msituni, kama hamuelewi Kizungu, ni msituni. Msituni pale ndio kwenye Mungu ametuumba katuweka na katupa mali yetu, lakini sababu hatuna ile akili ya kuitumia, ndio maana unakuta wajanja wanayejua kuitumia wanatuua, wanatukimbiza tuache mali yetu ili wachukue mabebe, wale kufanya venye wanataka, na sisi hatutaki hicho. Monsieur Idrissa, vraiment merci beaucoup. Ukiangalia kuanzia wakati wa Lumumba, tuseme kuanzia kwa sababu niko na mtoto wa Lumumba hapa. Shule gani, university gani na ni mtu gani naendeka kwa university? Na mashule ziko wapi? Na unajua Kongo iko na state ngapi na matauni ngapi? Hakuna masomo. Mtu natoka hapa tuko Massachusetts, unaenda New York na miguu kwenda kusoma. Unalala munjia wiki mzima. Hakuna gari, hakuna barabara, hakuna nini. Hiyo yote ni education wametunyima. Unaona? Wametunyima. Kwa sababu wanajua ni mpaka tukubaliana nao. Usifikirie kama wamemuua Gaddafi, wameua kwa ujinga. Walijua ni nini walitaka. Kule ndo kwenye baraka yote ipo. Tukienda kwa library yangu kuna vitu ambazo nitakushow. Utaona wewe mwenyewe ili ukompee. Voilà. Watu wanakuja kwa ofisini kwangu ni wazee zaidi yako. Unaona? Na ndio maana nimependa nione mzee kama wewe unaongea lugha ya nyumbani, tunatoka pamoja. Sawa kabisa. Yeah. Merci beaucoup à celui qu'on appelle Idrissa Kiki. Iko na madone mwa za nguvu za kindani kabisa. Iko na kota pena na bozindo ya makambo.
Mutamu découvrir ma prochaine émission. Il s'appelle Kiki Idrissa. Tuko naye hapa kushow yetu ya leo. Itoe tunazungumzia mambo kem kadha wa kadha ya huku na huku. Tunalogota huku na huku na huku. Tunawaletea. Nyi wenyewe mpende kujiinformer, vraiment c'est très important pour la sécurité. Ngato yebisa bango ke. Diga nalo baboy. Baloba na français ke quel que soit de la beauté de la main, il existera toujours les esclaves de la bouche. Je n'aime pas parler comme ça, mais naebisika binoka ndenge wana boyeba yango wana ezali. Voilà. Awa toza epa ya bamindele. Bamindele balingi biso te. Bayeri biso ngambo po ba profiter biso. So biso to mi profiter te. To bungisa mboka te. Voilà. Po bazo kimelaka epa ya biso. Soki bazui di réfugié bakomema 100 mindele na Afrique. Pe bakolanda adresse opesi bango. Epa na bino. Yango anozomona. Tokende na librairie na korakisa bino po nasalaga na ba église misusu po nazalaka missionnaire. Missionnaire. Yeah. OK. Missionnaire preacher. Nakendaga na ba pasteur tozokende kotonga ba église ba nini bakambo nyonso tosalaka kaka. Soki toke kuna. Na yebi ndenge nini bazo profiter. Yango wana nazana ba video nyonso kaka. Yeah. Na korakisa bino bazo utiliser nga mais nazo sala pa bango po na tara soki na kolala lelo na lamuka. Po mboka esi baby. Esengeli biso moko elongo to bimawa to kendo bongisa nde mboka. Voilà. Nga moko na kokoka te. Ozomona. OK. Je pense que Muko Muna Fata kabisa Kiki Idrissa leo ana déchaîné. Il s'est décidé de se bitubiaki donc ndio yanakuwa tu vile mta comprendre. So Papa Lumumba tout attendre vers la fin de notre émission puisque muda itu permettre ça inaenda sana. Ça inaenda malgré jua mais ça inaenda. Donc tout attendre déjà vers la fin de notre émission. Nitaka Papa Lumumba utupatie moyo yako ya mwisho. Tufanye conclusion kwa ya hii emission yetu ya leo. Lugha yote kama ni Lingala usiongea kulingala, kama ni Kiswahili ongea kulingala, Kiswahili watu wanakufuata. Hata na Lingala mwa mkepo unazoba mingi Swahili lakini pe bayoka. Yebisa bango na Swahili papa. Problème ezali ni. Ube Le 24 octobre. Ouais. Na Washington. Il faut au nyonso lobi aza congolais, il faut comme le 24 na Washington. Bandelango. Bandelango. Obi le 24 octobre. Oui. Yambula oui. Ouais. Na ebita soki na kokoka po nazalaka na moto nyonso oyo na armée ya mboka oyo ki azali congolais sengeli na senga permission avant. Ata ozali 25%. Ouais. Ata 50. Ata 75. Ata ozali 0%. Oningo ozala congolais. Yaka na Washington. Nini zako na Washington? Eza nini? Sitting ezali pena makambo ko réclamer makambo ya génocide. Oui, ça na Congo. Ozo ça na Congo, na ndenge balingi ba boto la Congo, c'est-à-dire biso nyonso kutana kuna toloba devant Maison Blanche. Ouais. Voilà. Oya okoma te, ale ka shu na émission mosu te ke akomi congolais spécial ko le kabiso to okoma. Ko nga onomi omoni, ko kana bibo. Ko bato mingi bazol bawo. Bazol kama ke ko manga mona Lumumba ne biso ayi. Alors soki bango baza ba congolais te, baza censé ko ba solidité. Voilà. Alors soki ba biso solidité, baza congolais te. Ah voilà. Pour tout kana no Chiluba na Kikongo. Mais Swahili Lingala ezali automatique. Na français lisusu. Que français ezali ba mindele. Ya français ezali ba mindele. Swahili na Lingala ezandeka minoko na biso. Ya biso oya véritable. Oya kokota mana note po ezali neti okeli makama ba tribalisme bango lukuta wana na Lingala. So bi Lingala ezaneti ba Jean-Pierre même so bi ba mpe Swahili na biso ebanaka ko. Ya. Swahili na biso ebanaka. So sengeli sikoyo tozala bato. Tozonga bato. Po ekozana mokolo moko na regretaka ti lelo. Ata momelaka bangi, ata momelaka lotoko, il faut moyeba un jour bako décider bakonzi bakesanaka ouais okota bi bon soki ba Rwandais basi babotoli Congo kuna babi bon bino ba Congolais bonjour na no epena bino comme vous fanda. C'est ça. Au cas où changer nos nationalités. Mais sont déjà comme américain. Il faut bien comme encore. So comme américain, à tous dans le Canada ou bien partir sur place comme il faut que aux alliés congolais ou bien au changer nationalité. Quand on change nationalité, na kamba Congo est l'échoué. Ba procéder bato biso ba ebité mais biso totanga te bango ne batanga. C'est-à-dire bato mingi bazo bunsanga eza na Boston na Canada ke
babebisa même dossier na nga mais soki babebisi nayebi baelema na badoctrine na kolandela bango bakojustifier oyo oza américain makambo ya Congo etali na nini. Voilà. C'est-à-dire oteki sikoyo tribune Trump, oteki Trump. Voilà. Merci beaucoup pour ces éléments, monsieur Michel Lumumba. Wana vraiment très important. Si on a makambo oyo ya décentralisation, place oyo vient na biso Azarias Robert Azui. Olobini. Te. Omoni même liboso na ebisaka yo. Omoni roi ya Congo ezali Kabila. So grand chef ke ba roi nyonso nde Kagame. Ka lettre K de du Congo. Total siko Kagame. Kabila. Katumbe, Moïse était Kalombo, Francis. Bongo Kamer. Kamer. Jene Kasongo. Kanyama. Moni. Oebine ni na osala. Kiungu. Ka lettre K, Kiungu kumwana. Ka lettre ko nengwa. Ne bazo disere Congo. Ba lettre K wana. Il faut ko fungola miso. Ngana zala na contre motote. Même Batomisu Bakazana, ça contre Félix, ça contre été, même Eliezer et Moko, Eliezer Zamoulouba, Azamungalate. Na parlement biloko leki kuna, ebi so babanyo so balandi bataliban, balubanyo so balandi, donc Eliezer lobino. Biloko Félix azosa la ko ya mabe kokumisa te. So molingi moto, batonga ka moto moni. Ebi so lelo omoni président Kabila. Ndenga zelwana. Ngai to na kopana kaite. Soki Kabila. Yeah, you good brother. How are you? Thank you. Good man. Soki président Kabila azalaki civil mais akufa kala. Mais lokola za soda. Na oyo balobaka. Soit disait kolona nde soda azala ekenge. Ekenge azaka gangi avanda kimia. Siko bato nyonso bafinga ye. Modèle ya kofinga ta président moko na monde bafinga ndenge bafinga Kabila te. Abi bon bikambote nde azwa siko bango nyonso avandi bango moni na classe na école primaire ndenge bakende na kokota na classe nde na kinga kate bazokota bato nyonso azonome bango ezala président ezala parlement ezala sénat ba gouverneur ba ministre yana zonome nyonso sikoyo mokoyeba place mokosukela Mais toi mona ndenge Kabila azobengisa ba ministre na kinga kate ye en tant que qui soki tolobi est-ce que Kabila tanga wapi? yango wana soki tokeye makambo kotanga nde papa na ngai alobaki université esalama mpona koyeba te moto aboti savant batangaka kozala So savant yoga nano awa na Amerique naza capitaine ya Amerique for armée spéciale na Amerique. So yango wana nazo batindanga kokendo sara kaka na kili omona baolinga batindanga na oni. So naolinga ngamoko nakendo bongsa makambo nyonso bandera tata na yo azalaki ozomona po ba yuma wana ba Moïse ba nini ba kombo nyonso ezomona na kaka na dictionnaire ya ba congolais ba yuma nyonso sengeli ba tosha se bango banda oyo ba umba depuis 1940 whatever nyonso tozo chasser bango bazonga. Merci beaucoup, monsieur Idrissa. Merci beaucoup. Mboka na biso basi ba bebisa penza ko bebisa. Mpe bazoringa ba miti akaka bati abakuru na bango voilà ezo swanga na kobakisa kaka moke bato bazokanisa ndeko na nga Félix bon totie na contexte po Félix azali Kasai nga pe naza grand Kasai po Kasai azalaki liboso moko kaka Mobutu ndeko divisé comme Kasai oriental occidental lelo sikoyo bosabe ndeko na bango baluba abomisi bato na mwana sapo wana bake na nzela ya Angola bazo souffrir ole président ndeko na nga Félix eloko ya kosenga ye asala makasi atika na kotambola akozona bandeko na ye kuna bazo souffrir azobusango na Kasai. Voilà. Des soucis na zana yango wana so ba pe na zandoki dikambote. Merci beaucoup. Donc nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Ezande esika tobongisaka makambo. Ba président nyonso ba Kagame nyonso bayaka kotanga wana Massachusetts esika tozali. Biso pe totanga. Voilà. Yeah. Ça Idrissa, c'est presque la fin de notre émission. Lakini ndakugomba kitu kimoya. Message nini oyo ozana ngo ya koyebisa population bazona na biso pona Congo.
Message brièvement, dans 2 mots. Ndugu zangu, kwanza msikuwe na stress. Popote pale mlipo, kaeni kwanza kimya, mtulie. Mpumuzie kwanza. Alafu mjifikirie mmetoka wapi na mtaenda wapi. Sawa? Unaona Trump kwanza yeye mwenyewe anaanza kukataa hata ndugu zetu wengine wasikuje watukute hapa. Hauwezi kujua president mwingine atakuja, atasema kila mtu yuko black yoyote aliyekuja anayeishi hapa Amerika arudi alipotoka. So, jifikirieni kwanza. Hatujui. Tusijifanye kama hatujui tulipotoka. Wakati hatujajua tunaenda wapi. Tukumbuke tumetoka wapi na tutaenda wapi. Hiyo ndio message yangu ya kwanza. Niko na message nyingi za kuambia. Okay. Isipokuwa roho zenu zingali ndogo sana, hamutaweza kuzihoti. Sababu na ni nzito. Sababu tumekuja kwa sababu ya kukimbia kifo. Kule vifo genocide, unaona wameacha wamechinjana mapanga kwao. Marawanda wanakuja mpaka kutuchinja na sisi. Wanatukimbiza. Sawa, merci beaucoup Papa Idrissa. Merci beaucoup. Huwezi jua ni nini tatokea baadaye. Prochainement tunakuinviter tena kwa emission, utasema yote yenye ifale useme. Ile ya uzito sana. Mais kwa leo aksanti. So Papa Lumumba, mimi nataka ni wainvite kwanza kuwapeleka kwenye library yangu, makataba yangu. Kuna mavitabu zenye natakiwa muzisome, muzione za hizo mavitu muko mnaniongelesha. Na kuna mavideo kama maproof zenye nataka muone na muwapruvia wa ndugu zetu wengine wako wanatusikia. Mimi siko najua kama kuko hii discussion zinakuwa kama hizi. Mumejaa siku ni surprise, nilikuwa ulinipigia simu nikokuambia niko kazini, lakini ukitaka tuonane tutaonana. So sikuwa najua kama uko na mzee na kuko maongezi ya kuongea na watu wengine. Sawa, deja ushajua, c'est très important puisque unajua deja. Nimepita na furahi sana kwa sababu kuna vitu nyingi sana nataka niwaonyeshe. Ili mkubali muone kwamba bora tukue hivi. Unaona? Hivi. Tushikamane pamoja. Ndio. Voilà. Ili tusonge mbele. Très chers internautes, vous avez compris. Idrissa iko na vitu ya mingi atatuambia. Ya mingi. So, prochaine émission tutamuinvite Idrissa aseme kila kitu motamo, hapana ficha kitu. Usiogope mtu, ukue libre kusema benye unajua. Voilà. So, Papa Lumumba, un mot de la fin na tuachane. Bon, ya mwisho tu naomba wakongomani wote tuungane. Du Kongo tu moja. Ndio. Hata benye banasema niko peut-être faux, tu nasema Swahili. Bao sasa bafe ngufu kwanza baruje ku Kongo. Voilà. Kabi wa vrai congolais. Puis kama ndugu yabo anapita president Felix. Baruje kwa ku Kongo. Bakatengeze Kongo, basi kupata mimi Canada, pali popote biko. Kama bakurudia, sasa batasema nini juu ukamfuata Eliezer. Njo Muluba. Anasaka ku parlement kule, bitu unafaa kavuyo. Sasa tengine Felix kama iko na Mungu anampenda, kwa nafasi ya 3 ans. Sasa kafika 3 ans. So kuko swali naingia hapa sasa hizi Papa Lumumba, inatoka kwa David Bulambo. David Bulambo kwa Canada. Anauliza hivi, eske Felix anakujua? Felix atanijua je? Kwa mimi simkutuna mjua ndio anakuwa president. Ndio kwa ndio wa Christian Tshisekedi, batu ya Tshisekedi wengine ndio bayo. Mais Yesu kumjua. Voilà. Na kwa mjua a partir ya Moise Katumbe, sasa bana mutia bio na mutembeza, ndio bana kwa mutia anakuwa Tshisekedi jo ana devenir. Okay. Akuyukana zamani. Merci beaucoup. Donc ya pili meme ba marche kwa fanyika Kinshasa. Nani huyo Eliezer na Martin Fayulu. Ndio beko tu biko bafunga kubapika kubatesa mais yeye aucun jour pour ça manifestation marche. Ya kwa marche anakimbia na Felix anatembea. Hapa wanarudia ya franga wanaujisha Kongo. Okay, so tunashukuru sana ndugu wapenzi, tunafika mwisho wa kipindi yetu ya siku ya leo. Ba invité yetu tunawaambia merci sana Papa Lumumba. Merci. Sasa washisabu namba zangu. Utatikwa 857. Voilà. 247 2186. Mtu anapenda anaandika en direct, nitamujibia kwa kesho yote anapenda. Merci beaucoup. Idrissa, namba yako ya simu unaweza kucontacter? Hapana, mimi sipeani namba hivi. Voilà.
Sawa. Anybody who gonna contact me before, I wanna you come to my library, introduce the VA. I wanna you come with the VA. Okay. Come to my library. I'm gonna show you whatever I can show you, and we're gonna end or something right there. I can show you my website. You have a contact me through website. Thank you. Yeah. So, je vous rappelle encore que derrière les images, hii jina iko na vibration sana. Nikisema hii jina inanipatiaka vivacité. Jina gani? Derrière les images, c'était notre caméraman, Denis Dor. I'm gonna see you. Merci beaucoup et à la prochaine. Nous disons encore un grand salutation à celui qu'on appelle les débris fidèles na Canada, Emmanuel Boulambo. En tout cas, jambo tena na alamsiki. Na Idrissa Boulambo na kusalimu vivile ile Boulambo ni jina ya Barega. Petete ile jina Boulambo na kamata kuna mune ingine ile jina ni ya Barega. Hata Wanyindu wanakuwa ni nani? Yeye ni Munyindu. Batu ya Sitki. Basi Sitki. Petete ile jina na kamata na paswa Mkongo. Aha. Ubie Munyarwanda peut-être. Merci beaucoup, vous avez compris, c'était vraiment un grand plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Mes invités Idrissa et Michel Lumumba, nous vous disons bye bye. Alamsiki. Alamsiki weli.